Hii ni Maisha Kamili, tutakufungulia Biblia uyaone maisha. Karibu sana ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wa kipindi chetu. Tumeanza somo la ngapi? Somo la 10 linalosema kutimilika katika Kristo. Na jana mpo mnaangalia hekima, maarifa ya Mungu. Unavyozidi kukaa na Kristo ndivyo unavyozidi kuhekimika. Kuna mzangu kwa mfano kwamba yeye hadi leo hii mwaka wa 8 bado anaendelea kujifunza, anaendelea kujifunza kutoka kwa mwenzake. Sasa sisi leo hii hata na Kristo pia inabidi tuendelee kujifunza. Leo siku ya Jumatatu tunasema wenye shina na kukua katika Kristo. Basi kabla hatujapata. Amen. Mungu wetu wa mbinguni, tunakuja kwako tukiomba kujazwa na hekima yako. Amen. Kujazwa na maarifa yako. Tunataka tutimilike, tuwe wakamilifu katika Kristo. Tupatie uwezo huu pamoja na msikilizaji. Tunapokuwa tukizidi kuchimba maandiko haya, tukizidi kujifunza kwa pamoja. Roho Mtakatifu akakae pamoja nasi, akatujulishe fahamu hizi, siri hizi ambazo umetupatia sisi kibali cha kuweza kuzijua. Amen. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amina. Amina. Mpapai. Wanasema mizi yake haijaenda chini sana. Ila inaenda juu. Matunda yanaweza kula. Ila upepo ukipita unaweza ukaenda. Jana katika mwenzako alinibariki sana kusema tunapotafuta hekima na maarifa ya Mungu katika Kristo Yesu, tunatakiwa tusikubali kushawishiwa vinginevyo. Sawa. Maneno ya uongo ni kama tu mwanandoa, ukisha muelewa mume wako vizuri, inakuwa ni ngumu kushawishiwa vinginevyo. Sasa mizizi imejengwa wapi? Na haya ndio sasa tunaenda kuangalia katika somo la leo, wenye shina na kukua katika Kristo. Hebu tuangalie katika fungu la 2 alafu na la 6 la sura hii ya pili ya kitabu cha Kolosai 2:6. Basi kama kwanza tunaanza sura 2:2 alafu tutaenda 6. Ili wafarijiwe mioyo yao wakiungamanishwa katika upendo, wakapate utajiri wote na wakufahamu kwa hakika, wapate kujua kabisa siri ya Mungu, yani Kristo. Niko 6. Basi kama mlivyompokea Kristo Yesu Bwana, enendeni vivyo hivyo katika yeye. Haleluya. Juhudi ya Paulo, wivu wake kwa kanisa, wakati mwingine anajifananisha kama mchumba, anamposea Kristo bikira safi. Sasa juhudi yake kwa Kolosai, anarudia anasema, ili mfarijiwe mioyo yenu mkiungamanishwa katika upendo, mpate utajiri wote wa kufahamu kwa hakika, wapate kujua kabisa siri ya Mungu, yani Kristo Yesu. 6 sasa na 7 ndio hiyo anasema, kama mlivyompokea Kristo Yesu, aliwafariji, aliwasamehe dhambi na kadhalika, mkampenda kama yeye alivyowapenda, endeleeni hivyo hivyo. Alafu anasema wenye shina na wenye kujengwa katika yeye, mmefanywa imara kwa imani, kama mlivyofundishwa, mkizidi kutoa shukrani. Kwa hiyo unavyotembea katika Kristo, kama ulivyompokea Kristo, kama ulivyompokea Kristo, ule ndio mwanzo, huko ndio shina. Ulilipiwa mahali, si ndivyo? Ulinunuliwa kwa sio dhahabu wala fedha, ila damu yenye thamani. Ukafarijiwa, ukasimikwa katika ufalme wa upendo, ufalme wa Mungu. Asema endelee. Sasa kuwa wewe ujao kini yatakukuta. Kitu kinachowasumbua mara nyingi wanandoa, hata mara nyingine wanaishia kushawishiwa na huku wengine, huwa wanasahau walikotoka, walivyoanza. Mara nyingi watu waliopendana kwa dhati huwa hawapendani kwa sababu ya fedha, ila anaona mwenzake, akimwona mwenzake anaona upendo, anaona amejali,
anaona anakamilika katika mwenzake. Sawa. Anakamilishwa. Ule upendo, ile faraja ndio vinavyoleta pamoja. Watoto wanakuja baadaye, nyumba hizo zinakuja baadaye. Au mashemeji wanakuja baadaye, wamewakuta. Hata wazazi mlipata kwa taarifa tu kwamba sisi tulianza kupendana. Wao wanakuja kwa support. Sasa issue na ushawishi unakuja ni pale ambapo hao watu ambao walianza wamesahau msingi wao, shina lao. Wanahisi kwamba mambo yanayowaweka pale ndani ni bili ya maji. Umelipa? Ni zamu yako. Watoto ada. Mimi kila siku mimi nalisha watoto, wewe sasa unafanya nini? Kama hivyo ndio vitu vilivyowaweka. Sasa upendo, Paulo mahali fulani anasema tu mengine yatapita, yanakuja na kuondoka. Hata imani nayo yanadumu matatu: imani, upendo, tumaini na upendo. Lakini lilo kuu ni upendo. Sasa vipi kama katika Kristo Yesu tukalileta hilo sasa? Haya mambo mengine tutakakutana nayo. Unajua mahali pengine kuna ushawishi utakuja, utasikia uko mbele wasema, wewe hujakamilika bado. Wewe ili ukae vizuri katika Kristo Yesu, fanya hiki na hiki na hiki na hiki, ndio utakamilika. Lakini kumbe tulishakamilishwa, maana yeye ndio utimilifu wote wa Mungu. Ndio tumesoma hivyo. Hekima, ukiwa ndani yake umekamilika. Lakini pia unakulia ukamilifu, yani unazidi kuendelea katika ukamilifu ukiwa ndani yake. Lakini nje yake, nje ya pendo, nje ya Kristo, nje ya hekima yake, ukitafuta kujikamilisha, umemkataa aliye kichwa. Kwa hiyo umekuwa kwenye upungufu. Kwa hiyo unasemaje? Wewe unasemaje? Niona nimependa pale neno unasema mmefungamanishwa. Kinachowaunganisha ninyi kwenu ni ule upendo. Na anasema huko katika 6 pale, basi endeleeni katika ule upendo, msiishie pale. Kwa sababu mtakapoacha tu kuendelea pale ambapo kilichowafungamanisha, mkatafuta kitu kingine, kama nilivyotumia mfano wa wanandoa, tayari hakutakuwa tena na muunganiko. Tayari kuna mpasuko hapo. Na hata ile picha ya Kristo kwenu inaanza kupotea. Na ikishaanza kupotea picha ya Kristo, tayari ni mgawanyiko, na kila mtu anaanza kutafuta Mungu wake, na niseme kwa lugha nyingine, hakutakuwa tena na amani, wala hakutakuwa tena na furaha. Kwa sababu kila mtu anaanza kutafuta ya kwake sasa. Kichwa kinatakiwa kubebwa na mwili, na mwili unatakiwa kuongozwa na kichwa. Rafiki yangu, kuna ushawishi mwingi sana ukishaolewa au ukioa. Maex, pressure, mabili na kadhalika, ya kuwatoa kwenye lile pendo lenu. Nasi katika Kristo Yesu ndivyo hivyo tunakutana na ushawishi wa kimafundisho, wa kimikakati, ili tu tutoke ndani ya mume Kristo na kwenda kwingine. Kwa nini tusikubaliane kwamba sisi tutakaa kwenye mizizi yetu kama tulivyompokea Kristo, ndio tutaenenda hivyo hivyo? Tuombe. Baba yetu wa mbinguni, kwa ajili ya uamuzi huu tuliofikia wa kutuama katika shina, tupe Roho wako tukajengwe katika upendo, katika maarifa haya ya Kristo Yesu, ili tukapate kukamilika kama tulivyokamilishwa katika pendo. Na mwenzetu ikiwa kama ameshawishiwa vinginevyo, ikiwa kama kuna minong'ono, uongo wowote wa kumfanya aamini ya kwamba zaidi ya Kristo kuna kingine cha kumkamilisha, iwe ni kwake, katika ndoa yake, katika kanisa lake, katika mahusiano yake, Baba, leo hii ukamsaidia akatoa. Turudishe tena kesho kwa masomo mengine kama haya, kwa jina la Yesu, amen. Asante sana ndugu mtazamaji, katika kipindi chetu hichi tumemaliza
kukua katika Kristo, lakini wenye shina lilojengwa katika upendo. Sio kesho Jumanne tunaangalia kugongomelewa msalabani. Kitu gani kimegongomelewa? Kitu gani kimegongomelewa msalabani? Mimi naanza kubinza. Unasema gani vile? Karibu sana. Hapa ni Temboni, Dar es Salaam, Tanzania. Karibu sana. Karibu.